fursa zisipite tupu. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba vilabu vingi vitajitokeza na watapata wanachama wa ACA ili waweze kunufaika na fursa ambazo zitakuja. Lakini la pili, matarajio yangu ni kwamba sasa hii itakuwa ni changamoto kwa vilabu vyetu kufanya vizuri zaidi. Leo tuna timu 4 ambazo zinashiriki klabu bingwa na kombe la shirikisho. Tuna matumaini makubwa kwamba zitakwenda kwenye hatua inayofuata baada ya hapa, kwa sababu zimekuwa na matokeo mazuri zote na ubora wa timu zetu zote 4 zinafanya vizuri. Mimi naomba timu zetu zinapokwenda kwenye mashindano haya ya kimataifa zikumbuke kwamba tunalo jambo, na jambo letu linaangaliwa kwa ukaribu zaidi, kwa sababu mwenyekiti wa vilabu anatoka Tanzania. Kwa hiyo kwetu hii sisi ni changamoto, na timu zetu ziipokee kama changamoto ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha tunapeperusha vyema bendera yetu ya nchi. Sisi kwa upande wa serikali ni wahakikishie kwamba wakati wote tutakuwa tayari kuungana na timu hizo, kuziunga mkono, kuhakikisha zinafanikiwa ipasavyo vizuri. Kwa wawakilishi wetu hawa walioingia kwenye kamati za FIFA, na wenyewe na wahakikishia kwamba tutashirikiana, tutaunganisha mipango iliyoko FIFA na mipango tulionayo kama nchi, ili kama nchi tuweze kunufaika na fursa zilizopo ndani ya kandanda. Unajua sisi upande wa serikali tunaiangalia michezo kwanza kama afya na furaha, kama ambavyo wengi tunajua, lakini sisi tunaangalia zaidi ya hapo. Tunaangalia michezo kama fursa ya ajira, tunaangalia michezo kama fursa ya kujenga uchumi, kutengeneza biashara, lakini muhimu zaidi tunaangalia kama fursa muhimu ya kuitangaza nchi yetu ambayo inazo ajenda nyingi za kimataifa. Kwa hiyo tunadhani kwamba kupitia michezo tunaweza tukafanya nchi yetu ikajulikana, fursa zetu zikajulikana, na tukashirikiana na wenzetu duniani kunufaika na fursa za kidunia. Katibu, mara ya mwisho kukutana ulisema unaenda Dodoma kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa uwanja, lakini tukakuona tena umerejea Dar es Salaam kukagua uwanja wa Uhuru na umeshafikia asilimia kubwa, huenda pia ukatumika kwenye ligi kuu. Hii kasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na kuipata ile standard ya viwanja ni kubwa kiasi gani? Ni kubwa sana. Hapa tunaposimama ni Gymkhana, na nyuma yangu huku kuna uwanja mmojawapo wa mazoezi uliotumika wakati wa CHAN, na tunaendelea kuangalia utatumika kwa ajili ya AFCON. Hapa zimewekwa sio chini ya shilingi bilioni 4 za serikali. Hii miundombinu mnayoiona hapa Gymkhana ni ya serikali, na tumefanya hivi Law School, tumefanya hivi Meja Jenerali Isamuhyo, tumefanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunakamilisha ukarabati wa uwanja wa Uhuru, tuko 90%, tunajenga uwanja Arusha uko 62%, tunatumia pale shilingi bilioni 338. Tunajenga uwanja wa zaidi ya bilioni 360 katika uwanja wa Dodoma. Huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye michezo. Tunawekeza kwenye michezo kwa sababu tunatambua faida zilizopo kwenye michezo. Kwa hivyo najua maneno wakati mwingine yanakuwa mengi na wengi wanataka kuchanganya pengine mambo ya michezo na siasa, lakini Mheshimiwa Rais maelekezo yake yamenyooka. Yeye hapendi longolongo, hapendi mbambamba. Ameamua kuwekeza michezo kwa sababu anataka tunufaike na michezo. Huwezi kupata maendeleo ya michezo kama miundombinu hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, na hivi ninavyozungumza na nyie kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania. Tutajenga kwa sababu tunataka Watanzania washiriki kwenye michezo na wao wanufaike na fursa za michezo zilizopo duniani, na sisi kama nchi tunufaike. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusitolewe kwenye reli. Najua maneno yamekuwa mengi sasa hivi, kuna watu wanataka kutuletea siasa kwenye mambo ya michezo. Serikali ni lazima ihudumie watu wake, na sehemu mojawapo ya kuhudumia watu wake ni pamoja na michezo, na kwenye hili Mheshimiwa Rais hana muhali, ataendelea kuwekeza. Sasa ni fursa kwetu sisi vijana tuchangamkie hizi fursa, kwa sababu itakuwa haina maana kama tutakuwa tuna miundombinu ya michezo alafu wachezaji tunawatumia kutoka nje ya nchi. Tunawahitaji kwa sababu ni lazima wawepo, ni muhimu, sio sisi peke yetu, lakini ni vizuri vijana wa Tanzania tujitokeze, tuione kama hii kama fursa na tuitumie, na inawezekana. Leo hii tuko hapa tunazungumza, tayari tuna wachezaji wetu ambao tayari wanacheza nje ya nchi, wanapata fedha. Leo hii timu ya Yanga ambayo leo tuko hapa sisi, inaye mchezaji ambaye duniani uko tayari, mjadala upo, watu wanabishana viwango, wameshafika dola milioni 2. Maana yake huyu mchezaji ameshafika shilingi bilioni 5 au zaidi, na mjadala unaendelea. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba linawezekana. Kama tunaweza kufikia mahali kwa na wachezaji wenye thamani hiyo, hii ni hatua kubwa ambayo sisi vijana tunatakiwa tuiangalie kwa jicho la
wivu mkubwa na tuitumie kwanza sisi kabla ya watu wengine. Nikwamishe kidogo katibu, turudi kwenye ndondi. Juzi ulikuwa pale na engagement nyingi na health ili hizi fursa zisipite tupu. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba vilabu vingi vitajitokeza na watapata wanachama wa ACA ili waweze kunufaika na fursa ambazo zitakuja. Lakini la pili, matarajio yangu ni kwamba sasa hii itakuwa ni changamoto kwa vilabu vyetu kufanya vizuri zaidi. Leo tuna timu 4 ambazo zinashiriki klabu bingwa na kombe la shirikisho. Tuna matumaini makubwa kwamba zitakwenda kwenye hatua inayofuata baada ya hapa, kwa sababu zimekuwa na matokeo mazuri zote na ubora wa timu zetu zote 4 zinafanya vizuri. Mimi naomba timu zetu zinapokwenda kwenye mashindano haya ya kimataifa zikumbuke kwamba tunalo jambo, na jambo letu linaangaliwa kwa ukaribu zaidi, kwa sababu mwenyekiti wa vilabu anatoka Tanzania. Kwa hiyo kwetu hii sisi ni changamoto, na timu zetu ziipokee kama changamoto ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha tunapeperusha vyema bendera yetu ya nchi. Sisi kwa upande wa serikali ni wahakikishie kwamba wakati wote tutakuwa tayari kuungana na timu hizo, kuziunga mkono, kuhakikisha zinafanikiwa ipasavyo vizuri. Kwa wawakilishi wetu hawa walioingia lakini kwenye kamati za FIFA na wenyewe na wahakikishia kwamba tutashirikiana, tutaunganisha mipango iliyoko FIFA na mipango tulionayo kama nchi, kama nchi tuweze kunufaika na fursa zilizopo ndani ya kandanda. Unajua sisi upande wa serikali tunaiangalia michezo kwanza kama afya na furaha kama ambavyo wengi tunajua, lakini sisi tunaangalia zaidi ya hapo. Tunaangalia michezo kama fursa ya ajira, tunaangalia michezo kama fursa ya kujenga uchumi, kutengeneza biashara, lakini muhimu zaidi tunaangalia kama fursa muhimu ya kuitangaza nchi yetu ambayo inazo ajenda nyingi za kimataifa. Kwa hiyo tunadhani kwamba kupitia michezo tunaweza tukafanya nchi yetu ikajulikana, fursa zetu zikajulikana, na tukashirikiana na wenzetu duniani kunufaika na fursa za kidunia. Katibu, mara ya mwisho kukutana ulisema unaenda Dodoma kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa uwanja, lakini tukakuona tena umerejea Dar es Salaam kukagua uwanja wa Uhuru na umeshafikia asilimia kubwa, huenda pia ukatumika kwenye ligi kuu. Hii kasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na kuipata ile standard ya viwanja ni kubwa kiasi gani? Ni kubwa sana. Hapa tunaposimama ni Gymkhana, na nyuma yangu huku kuna uwanja mmojawapo wa mazoezi uliotumika wakati wa CHAN na tunaendelea kuuangalia, utatumika kwa ajili ya AFCON. Hapa zimewekwa sio chini ya shilingi bilioni 4 za serikali. Hii miundombinu mnayoiona hapa Gymkhana ni ya serikali, na tumefanya hivi Law School, tumefanya hivi Meja Jenerali Isamuhyo, tumefanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunakamilisha ukarabati wa uwanja wa Uhuru, tuko asilimia 90, tunajenga uwanja Arusha uko asilimia 62, tunatumia pale shilingi bilioni 338. Tunajenga uwanja wa zaidi ya bilioni 360 katika uwanja wa Dodoma. Huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye michezo. Tunawekeza kwenye michezo kwa sababu tunatambua faida zilizopo kwenye michezo. Kwa hivyo najua maneno wakati mwingine yanakuwa mengi na wengi wanataka kuchanganya pengine mambo ya michezo na siasa, lakini Mheshimiwa Rais maelekezo yake yamenyooka. Yeye hapendi longolongo, hapendi mbambamba. Ameamua kuwekeza michezo kwa sababu anataka tunufaike na michezo. Huwezi kupata maendeleo ya michezo kama miundombinu hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, na hivi ninavyozungumza na nyie kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania. Tutajenga kwa sababu tunataka Watanzania washiriki kwenye michezo na wao wanufaike na fursa za michezo zilizopo duniani, na sisi kama nchi tunufaike. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusitolewe kwenye reli. Najua maneno yamekuwa mengi sasa hivi, kuna watu wanataka kutuletea siasa kwenye mambo ya michezo. Serikali ni lazima ihudumie watu wake, na sehemu mojawapo ya kuhudumia watu wake ni pamoja na michezo, na kwenye hili Mheshimiwa Rais hana muhali, ataendelea kuwekeza. Sasa ni fursa kwetu sisi vijana tuchangamkie hizi fursa, kwa sababu itakuwa haina maana kama tutakuwa tuna miundombinu ya michezo alafu wachezaji tunawatumia kutoka nje ya nchi. Tunawahitaji kwa sababu ni lazima wawepo, ni muhimu, sio sisi peke yetu, lakini ni vizuri vijana wa Tanzania tujitokeze, tuione kama hii kama fursa na tuitumie, na inawezekana. Leo hii tuko hapa tunazungumza, tayari tuna wachezaji wetu ambao tayari wanacheza nje ya nchi, wanapata fedha. Leo hii timu ya Yanga ambayo leo tuko hapa sisi inaye mchezaji ambaye duniani huko tayari mjadala upo, watu wanabishana viwango, wameshafika dola milioni 2. Maana yake huyu mchezaji ameshafika shilingi bilioni 5 au zaidi, na mjadala unaendelea. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba
linawezekana. Kama tunaweza kufikia mahali kwa na wachezaji wenye thamani hiyo, hii ni hatua kubwa ambayo sisi vijana tunatakiwa tuiangalie kwa jicho la wivu mkubwa na tuitumie kwanza sisi kabla ya watu wengine. Nikwamishe kidogo katibu, turudi kwenye ndondi. Juzi ulikuwa pale mkurugenzi wa Mafia Promotion Zayumba, na amenieleza programu yake ya kuimarisha maeneo ambayo anaona anaweza kuimarisha kambi yake na mabondia wake alionao. Tuwape nafasi. Hii imepotea, imepita, itakuja mechi nyingine atafanya vizuri. Haina maana kumbeza na kumsema vibaya. Unapokwenda ulingoni huendi na matokeo ya kushinda. Utakwenda pale utakutana na bondia, utampiga, utashinda. Utakwenda siku nyingine utakutana na bondia yuko vizuri kuliko wewe, kajiandaa zaidi, atakushinda. Muhimu ni baada ya pale tunarudi nyuma, tunakuja tunajipanga maeneo gani ya kuimarisha, tunakwenda kuimarisha, kwa sababu kulikuwa kuna vijana wa Tanzania pale walifanya vizuri na wakashinda. Sasa kwa nini tufurahie walioshinda, tusifurahie ambao wameshindwa? Mimi nadhani tusimkatishe tamaa Ibrahim Mafia. Ni bondia mzuri, yuko very serious kwenye mazoezi. Mimi ni kijana wangu namfahamu, na management yake iko very serious kwenye kumwandaa, na hata haya matokeo ya juzi wameyapokea kwa changamoto kubwa. Natamani niseme ambacho tayari Zayumba ameniambia anakwenda kukifanya, lakini Watanzania, hebu tuwaamini Mafia Promotion, tumwamini Ibrahim Mafia, tumpe nafasi, tusubiri mapambano yajayo, inshallah atafanya vizuri.